Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Basi kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali, kwa kunipa afya, na wewe pia nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye Mungu amekujalia kuiona siku ya leo ukiwa mzima wa afya. Basi tumtukuze Mungu kwa ajili ya hilo. Pia nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, mtumishi Gideon, kwa kazi nzuri ya Mungu anayoifanya, kwa sababu tukiangalia pasipo yeye kazi ya Mungu haiwezi kusonga mbele, kwa sababu yeye ndio mdhamini mkubwa anayetudhamini katika vipindi hivi, katika kulieneza neno la Mungu. Pasipo kumsahau mke wake mama mtumishi. Mungu awabariki sana. Mungu azidi kuwatia nguvu katika kazi ya Mungu. Ulinzi wa damu ya Yesu uweze kutamalaki juu yao. Pia nipende kukushukuru pia na wewe mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, unayotoa muda wako, unaotoa gharama zako kwa ajili ya kutazama kipindi hichi. Mungu akubariki sana, na pale unapotoa Mungu azidi kukuongezea mara dufu. Pia usisahau tu kubonyeza hiyo alama ya kengele kwa ajili ya kulieneza injili ya neno la Mungu, na pia utakuwa umejiungamanisha moja kwa moja na chaneli hii ya Gideon Online TV. Asanteni sana. Basi siku ya leo tunaenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu wenye kichwa cha somo kinachosema kwamba omba lolote Mungu akutendee. Basi kabla anza neno hili la Mungu, ninakuomba basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV popote ulipo unayenisikiliza na mpendwa katika Bwana, uweze kusimama tuende tukamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema Mungu ni asante kwa kuwa umeweza kunipa tena kibali cha kuweza kusimama katika madhabahu hii takatifu, katika madhabahu yako Mungu, nikiwa mzima wa afya kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu. Pia ninashukuru Mungu kwa ajili ya mpenzi mtazamaji anayetazama neno lako, anayesikiliza, pia kwa ajili ya kanisa. Asante Yesu kwa ajili ya ushindi, kwa ajili ya kibali. Pia ninaomba Mungu Roho Mtakatifu uliye mwalimu, uliye kiongozi, ukanitangulie, ukaniongoze, ukanifundishe, kwa sababu kwa akili zangu sitaweza. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Basi ujumbe neno la Mungu kama nilivyokwisha kusema kwamba una kichwa cha somo kinachosema omba lolote Mungu akutendee. Siku ya leo unaomba nini? Wengi tuna ya kuomba, lakini neno la Mungu limekuja siku ya leo kukuambia omba lolote Mungu akutendee, kwa sababu Mungu ni wa wote wenye mwili. Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Unaomba nini? Unaombaje? Yamkini umeomba mengi, lakini siku ya leo ngoja nikwambie kupitia ujumbe neno la Mungu, ongeza juhudi katika maombi yako, Mungu akutendee. Basi kupitia neno la Mungu siku ya leo unaambiwa omba lolote tena Mungu akutendee. Wengi tunaomba ndoa, wengine tunaomba watoto wafaulu mitihani, wengine tunaomba biashara kubwa, wengine tunaomba watoto, wengine tunaomba vitu mbalimbali. Lakini nikuambie tu kwamba siku ya leo yamkini umeomba lakini bado Mungu hajakujibu. Mimi nipende kuambia tu endelea kuongeza juhudi, Mungu atakutendea kama alivyotenda kwenye Biblia. Basi moja kwa moja tuende katika andiko la Biblia, kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ule mlango wa 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Haleluya kanisa. Hapa tuna Biblia inamzungumzia Eliya na Elisha. Eliya alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Eliya, roho wa Mungu alikuwa akitumika naye isivyo kawaida. Na Eliya kila alichokuwa akifanya, Mungu alikuwa akitumika naye. Hakuwa peke yake, alikuwa na Elisha rafiki yake. Lakini Elisha akawa anatamani
Roho anayetumika na Elia aweze kutumika na Elisha pia, aweze kutumika naye. Ndipo Elia akawa anatamani kweli, Elisha akawa na shauku kweli kwamba roho inayotumika na Elia ninaomba iwe juu yangu. Ndipo Elia akamwambia Elisha kwamba omba lolote kabla sijaondolewa nikutendee. Elisha akamwambia, tafadhali naomba roho anayetumika juu yako aweze kutumika pia juu yangu. Na kweli Biblia haionyeshi kwamba huo muujiza Elisha aliusubiri kwa muda gani, aliendelea tu, lakini ilifika wakati litokea gari la moto na upepo wa kisulisuli, ndipo Elia akaweza kupaishwa akaondolewa. Elisha alipoona kile kitendo, kwa kweli kama ni rafiki yako lazima ujisikie vibaya. Mlikuwa mnatembea wote, mlikuwa mnazungumza wote, lakini ghafla rafiki yako hayupo, lazima tujisikie vibaya. Kwa kweli Elisha alilia kwa uchungu, akararua vazi lake, akalitupa, akaenda. Bahati nzuri alimwambia kwamba siku nikiondolewa, ukibahatika kuniona, nitakachokuwa nacho nitakikuachia, lakini kama hutobahatika kuniona sitakuachia. Lakini kweli tuliona alichochumilia ule muujiza. Siku ya kuondolewa, Elisha alimuona Elia kati anaondoka, ndipo Elisha akasikia uchungu sana, lakini Elia alipokuwa anaondoka alidondosha vazi lake. Elisha akachukua lile vazi kwa sababu alikuwa ameshamwambia kwamba ninaomba roho anayotumika juu yako atumike na mimi. Akachukua lile vazi, akashika, akararua kwake, akaliweka chini, akachukua lile la Elia. Ndipo tunaona Elisha akapiga lile vazi na maji, mto Yordani, maji yakagawanyika, ndipo akaweza kuvuka, ndipo akapata ushindi. Jamii iliyokuwa inamzunguka ikamtukuza Kristo kwa ajili ya roho aliyokuwa anatumika Elia, kwamba Elisha alibaki nayo. Tukaona Elisha baada ya hapo alitenda matendo mengi sana kupitia roho wa Mungu aliyokuwa anatumika na Elia. Je, nikuulize swali siku ya leo, mpenzi mtazamaji unayenitazama, unayenisikiliza, je, uko tayari kuvumilia, kuchuchumilia ulichokiomba kwa Mungu mpaka Mungu akutendee? Au tunaomba tunakata tamaa, tunaomba tunaishia njiani, tunaomba hatufikii malengo, lakini tukiamua kuomba, tukachuchumilia, tukavumilia, Mungu atatutendea zaidi na zaidi kama alivyomtendea Elisha. Amina. Basi tuombe kwa imani, tuombe kwa bidii, tuombe kwa kuvumilia. Umepeleka jambo lako kwa Mungu, unataka mtoto, leo ndo umeomba. Usitegemee Mungu anaweza kukujibu leo, hapana. Mungu hawai wala achelewi. Mungu anaweza kujibu kesho, kesho kutwa, miaka na miaka. Je, Mungu anaangalia uvumilivu wako, imani yako, kuomba kwako kumefikia wapi? Kwa yapo mengi tumeyaomba lakini hatujatendewa, lakini tusikate tamaa, tusivunjike moyo, tuchuchumilie kama Elisha alivyochuchumilia. Biblia isemi ule muujiza Elisha aliusubiria kwa muda gani, hapana, lakini inaonekana kwa kutafakari kwa akili za kibinadamu, kwa sababu alikuwa akitembea kwamba tembea na mimi, yani kwamba anamfuata, siku atakayoondolewa abatike kumuona. Kwa Biblia haijasema kwamba alitembea muda gani, alitembea miaka mingapi, hapana. Inazungumzia kwamba alitembea, yani alichuchumilia, ndipo akapata muujiza ule ambao Mungu alikuwa akimtendea Elia. Basi mtu wa Mungu, nipende kuambia tu kupitia neno la Mungu tunaambiwa tuombe lolote, lakini tuwe wavumilivu, tuweze kuchuchumilia. Basi tuende katika kitabu kingine cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, ule mlango wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10 mpaka wa 11. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na
la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyu mtoto siku za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV. Biblia inamzungumzia tena mtu mmoja akiitwa Hana. Tunaona Hana alipita katika misukosuko mingi kwa changamoto ya kukosa mtoto. Alipita katika dharau, alipitia katika mateso, alipitia katika kudhihakiwa, lakini Hana hakuangalia wanasema nini, hakuangalia ni mangapi. Yeye alichokuwa anaangalia, alikuwa amepeleka ombi lake kwa Mungu, alikuwa anategemea Mungu amtendee sawa sawa na alivyoomba. Tunaona Hana kila siku akawa analia, anaenda madhabahuni kwa Mungu, anamwambia Mungu, ikiwa ukinikumbuka mimi mjakazi wako, kunipa mtoto mwanamume, mtoto huyu atakuwa ni mtumishi wako na wembe hautamfikiria kichwani mwake. Hana akaona hii haitoshi, akaamua kuambatanisha na sadaka. Kumbe Biblia inatufundisha kwamba tunapoomba, tunapopeleka maombi kwa mbele za Mungu, tusiyapeleke yenyewe tu, tuyambatanishe na sadaka. Tuweke tena, ikiwezekana ukiona Mungu anachelewa, weka nadhiri kabisa. Ni unayenitazama, unayenisikiliza, umeomba kazi, umeona mwambie Mungu, utakaponipa kazi siku ya leo, mshahara wa kwanza utakuwa ni wa kwako. Hiyo ni nadhiri naiweka kwa Mungu. Utakaponipa mtoto, Mungu, katika tumbo hili, mtoto huyu atakuwa ni mtumishi wako. Lazima Mungu atakutendea, kwa sababu tukiangalia wachawi, waganga, mizimu wanapotaka kukufunga kwa jambo lolote, hawaendi tu hivi, lazima wanaambatanisha na sadaka. Tena sadaka wanaambatanisha sio sadaka ambayo ni sadaka, wanaambatanisha sadaka inayouma. Aidha sadaka wanaweza katoa ng'ombe, wakatoa mbuzi, wakatoa hata damu ya mtu kwa ajili ya kukufunga usiweze kufanikiwa. Je, kwa Mungu si zaidi na zaidi? Kwa Mungu ni zaidi. Kwa hiyo Biblia inatukumbusha pia, tunapopeleka maombi mbele za Mungu, tusiyapeleke tu hivyo hivyo, tuyaambatanishe na sadaka. Tuweke nadhiri, Mungu atatutendea. Kwa sababu Mungu, neno la Mungu linasema, nijaribuni muangalie kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Haleluya. Na tunapomjaribu Mungu na sadaka, Mungu atatutendea. Haijalishi wanasema nini. Hana walimsema, Hana walimdhihaki, lakini Hana hakuangalia wanasema nini. Hana hakuangalia kwamba akusikiliza maneno ya wanadamu, akusikiliza dhihaka, akusikiliza maudhi. Yeye alikuwa anaangalia ukuu wa Mungu. Mungu, nililolipeleka mbele zako, najua Mungu utanitendea. Haijalishi imechukua muda gani, iwe ni miaka, iwe ni miezi, lakini naamini Mungu utanitendea zaidi na zaidi. Tunaona Mungu akamtendea Hana, akampa mtoto wa kiume ambaye ni Samueli. Leo ni mtumishi wa Mungu, na tunaona tuna kumbukumbu kwenye kitabu cha Biblia. Samueli ni nadhiri ambayo Mungu ni mnadhiri wa Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tunakumbushwa kwamba tuambatanishe maombi yetu na sadaka. Haleluya kanisa. Basi tuende tena katika andiko nyingine la Biblia kwamba tuangalie Mungu. Neno la Mungu linasema, omba lolote Mungu atakutendea. Unaombaje? Tumeangalia kumbe tunatakiwa tuombe, tuambatanishe na sadaka maombi yetu, tusiache hivyo, kwa sababu wanaoomba wanaambatanisha. Je, wewe unapeleka ombi lako hivyo hivyo kwa Mungu? Hapana. Biblia inatuambia tuambatanishe maombi yetu na sadaka, ndipo Mungu atatenda zaidi na zaidi. Basi kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, ule mlango wa 4 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akasema, ni kwa sababu Israeli huyu Yabesi akamlingana Mungu kwa kulizidisha hozi yake. Bwana Yesu asifiwe.
ni kitabu cha Mambo ya Nyakati ule mlango wa kwanza, mlango wa 4 mstari wa 9 mpaka ule wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye alimwita jina lake Yabesi, akasema ni kwa sababu na alimzaa kwa huzuni. Huyu Yabesi alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe huzuni yangu. Mungu naye akamjalia hayo aliyoyaomba. Haleluya, haleluya kanisa. Hapa Biblia inamzungumzia tena mtu mmoja akiitwa Yabesi. Ni mama aliyemzaa mtoto wake katika hali ya huzuni, lakini ile huzuni mama akatamani kwamba ile huzuni ule mtoto asije akaibeba. Haleluya. Ndipo tunamwona Yabesi hata alipokuwa mkubwa akamwambia Mungu, ninakuomba Mungu. Akamlingana Mungu, Yabesi akamlingana Mungu, akasema ninaomba Mungu kunizidishia hozi yangu, mkono wako pamoja nami, nawe unganilinda na uovu. Akamwomba Mungu, ninaomba unilinde na uovu. Biblia inatufundisha kwamba, tunakumbushwa kwamba kupeleka maombi kwa Mungu sio tunapeleka tu, sio kwamba ni kazi, ndoa, heshima nini, hapana. Kumbe Biblia inatuambia kwamba tunaweza tukamuomba Mungu pia akatulinda na uovu. Haleluya. Tunamwona Yabesi alimwambia Mungu, ninaomba unijalie haya niweze kuepukana na uovu. Na kweli Mungu alimjibu Yabesi, alimpa roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya upole, na kweli Yabesi aliweza kujikinga na uovu. Ndiyo aliyoyaomba kwa Mungu. Wewe umeomba nini? Yabesi aliomba Mungu amlinde, ulinzi wa damu ya Yesu juu yake, amlinde na maovu. Je, wewe umeomba nini siku ya leo kupitia neno hili? Ili ni swali ambalo nitakuachia siku ya leo, mtu wa Mungu. Basi tukienda katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa kwanza ule mstari wa 7 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, Bwana Mungu, na limnyakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Haleluya kanisa. Tunamwona mtu mwingine akiitwa Sulemani katika Biblia. Anamwambia Mungu, naomba unipe hekima jinsi ya kuongoza kundi hili. Mungu, naomba unipe hekima. Tumeona Yabesi aliomba Mungu amze kumlinda na uovu. Leo tunamwona tena Sulemani anaomba Mungu aweze kumpa hekima jinsi ya kuongoza ili kundi. Na ni kweli Mungu akamsikiliza Sulemani. Mungu akamwambia, sitakupa hekima tu, pia Mungu akampa hekima, akampa maarifa, na pia Mungu, Biblia ikasema kwamba akampa mali na utajiri. Huyo ni Sulemani. Ameomba hekima jinsi ya kuongoza kundi, lakini Mungu akampa hekima, maarifa, utajiri na mali. Tajiri na mali. Hiyo ndo Sulemani aliomba kwa Mungu na Mungu akamjalia. Je, wewe siku ya leo, mtu wa Mungu, unaomba nini? Unaomba nini? Wenzako wameomba hekima, maarifa,
jinsi ya kuongoza kundi. Yamkini wewe ni mama wa familia, wewe ni kiongozi wa mahali fulani, unaongoza kundi halieleweki. Mwambie Mungu siku ya leo kupitia neno hili, Mungu, ninaomba unipe hekima, ninaomba unipe maarifa, ninaomba unipe ufahamu jinsi ya kuongoza ile kundi. Ndipo Mungu atakujilia maarifa, atakupa hekima. Tena ni kwa sababu umemwomba Mungu, hatakupa hicho tu, Mungu atakupa zaidi na zaidi, kama Suleimani alivyopewa akabarikiwa zaidi na zaidi. Tena Mungu akasema, akampa mali, akapewa mali, akapewa na utajiri zaidi na zaidi, kama baba yake Daudi alivyokuwa amejaliwa. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, kupitia neno hili tumejifunza mengi. Omba lolote, Mungu atakutendea. Tumewaona wakina Ana waliomba, Mungu akawapa. Tumeona wakina Yabesi waliomba, Suleimani aliomba. Tumeona wengi wameomba. Je, siku ya leo tunakumbusha tena kwenye Biblia kwamba tupelekapo maombi yetu mbele za Mungu, tusisahau kuyaambatanisha na sadaka. Tuambatanishe na sadaka ili Mungu aweze kutenda zaidi na zaidi. Basi ile neno la Mungu siku ya leo, ninapenda nikaribishe mahali ulipo uweze kusimama, tuende tukahitimishe neno la Mungu siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema Mungu ni asante kwa kuwa ulienda kuanza nami, ulienda kuanza nasi Mungu, tulipoanza kipindi hichi mpaka tumemaliza. Tunarudisha sifa na utukufu na heshima kwako Mungu. Tunaomba kupitia neno hili Mungu, tumesema tuombe lolote nawe utatutendea, nasi tunaenda kuomba kwa imani. Tunaomba Mungu tukiambatanisha maombi yetu kama walivyoambatanisha watumishi wa Mungu na sadaka. Wengine waliomba hekima, wengine waliomba maarifa, wengine waliomba jinsi ya kujilinda na uovu, wengine waliomba watoto, nao Mungu ukawajilia. Basi Mungu yuko anayenisikiliza sasa hivi, yuko anayenitazama. Mungu ana changamoto ambayo siku ya leo anaileta mbele zako Bwana. Ninaomba uweze kumjilia kama ulivyoajilia wakina Ana, kama ulivyoajilia wakina Suleimani, kama ulivyoajilia wakina Yabesi, kama ulivyoajilia wakina Elisha, wakina Elia. Naye pia Mungu apokee sawa sawa na mapenzi yako. Baba, sina cha kusema, mimi ni mtumwa wako, ninajikabidhi mbele zako nikisema ni asante. Amen.